Kwa Yesu na makusudi yake. Naomba tutasoma katika Luka 2. Nitasoma hapo Luka 2. Tutasoma maneno mengi kidogo, lakini ninataka kuongelea haswa makusudi ya Yesu. Ila nataka kwanza mwanzoni uone picha tu ya kuzaliwa kwa Yesu. Taanza mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasema, siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehem, kwa kuwa yeye ni wa mbali na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikakaribia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Mstari wa 8 anasema, na watu katika nchi ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni, na kulikuwa kundi lao kwa zamu, wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Amani kwa watu aliowaridhia. Ikawa malaika walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twende mpaka Bethlehem tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu aliyaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huko, wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote aliyoyasikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa tunaona Yusufu anaondoka kwenda kuhesabiwa kama ilivyokuwa desturi ya kuhesabiwa baada ya tangazo la Kaisari. Kama vile ambavyo leo watu wengi huwa wanaenda kwao wakati wa sensa kuhesabiwa. Lakini imekuwa sasa hivi wengi mwezi wa 12 wanaenda kwao. Ingawa huu tamaduni una makando mengi sana,
Kuna watu wengi wanaenda makwao kama ilivyokuwa Yusufu alipoenda kwao kuhesabiwa, lakini leo hii wanaenda kuna kwa mambo mengi yapo huko. Ni bora kama wanaenda kwa mema kwa ajili ya kufahamiana na ndugu, kwa ajili ya kufahamiana na familia, kwa ajili ya kuwatembelea wazazi wao, kwa ajili ya kurefresh tu, kwa ajili ya kukaa pamoja na watu ambao wamepotezana nao muda mrefu. Hili ni jambo la baraka. Lakini kumetokea matambiko yanafanyika leo hii. Watu wanarudi kwenye miji yao, wanaamini juu ya nguvu ya mababu zao waliokufa, wanaamini juu ya mizimu, wanafanya ibada huko. Niwaombe watu wa Mungu, isiwe hivyo kwenu katika jina la Yesu. Huyu ambaye amezaliwa Yesu Kristo ni mwokozi wa ulimwengu, ni mkombozi wetu. Yeye huyu ametumwa kwa ajili ya kututoa sisi gizani, kututoa dhambini, kutupatanisha na Mungu, kututoa na nguvu za mizimu na mababu waliokufa, ili tuweze kupatanishwa nafsi zetu na Mungu. Sisi watu wa Mungu tusishikamane na hizo. Hata kama tunaalikwa kwenye ukoo wenu, unaalikwa kwenye ukoo wako kwamba njoo tuweze kukaa pamoja, ule ukoo unapowaita mkae pamoja, hakikisha vizuri kwamba huo ukoo umeokoka, unamjua Mungu. Si ukoo mwingine ambao wanaitana hapo, wanaanza kufanya ibada za mizimu, wanaanza kuleta waganga wa kienyeji. Wewe utakuwa umenaswa, wewe utakuwa umepotea. Lakini tunaona jambo la baraka kwa ajili ya Yusufu ambaye anatoka na mchumba wake Mariam, ambaye ameambiwa na malaika kwamba huyo Mariamu usimwache, mimba alionayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yusufu alimchukua kwa kusikia neno la Kristo, akaamua kwenda naye kumhesabu kwamba bado ni mchumba wangu, lakini hiki kilichoko ndani yake ni kitakatifu kwa Bwana. Ni mtoto ambaye anakuja kuzaliwa kwa ahadi. Alipita kaangalia maandiko katika Isaya, mtumishi wa Mungu amesoma pale katika Isaya 9 mstari wa 6 kwamba ni Yesu aliyetabiriwa. Maandiko yalitabiri juu yake ni Masihi ajaye kukomboa ulimwengu. Basi akalichukua jambo lile ni la baraka, kwamba huyu Mariamu amebeba kitu cha baraka ndani yake. Alimuheshimu, akaondoka naye kwenda kule kwenye mji anakohesabiwa, kwa sababu yeye ni wa mbali ya Daudi, yani ni wa ukoo wa Daudi. Anaenda kuhesabiwa kule Bethlehem. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Unapoenda kokote, uwe na jambo la Mungu, uwe na neno la Mungu, uwe na taarifa za Mungu. Usiende kwa ajili ya mababu. Sio kama kuna mtu anasikia hapa, sio kama kuna mtu ameitwa na ukoo, tarehe fulani tunamaliza mwaka, tutakuwa na ibada hapa, ibada za mizimu. Shindwa katika jina la Yesu. Hatuwezi kuwa Wakristo wa namna hiyo. Hatuwezi kuambatana na Wakristo waabudu miungu. Unaabudu miungu na mwabudu Mungu. Yesu amezaliwa ili umwabudu Mungu katika jina la Yesu pekee. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Ninaongea habari za Yusufu. Anaondoka kwenda kuhesabiwa, anaondoka amebeba ujumbe wa Bwana. Malaika alimwambia usimwache Mariamu, kwa sababu huyo atakayezaliwa atakuwa ni mkombozi wa ulimwengu. Haleluya. Ngoja tusome katika Mathayo 1 mstari wa 18. Mathayo 1:18. Neno la Mungu linasema, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake
Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye Mungu fundi. Yaani alipitisha Yesu azaliwe kwa Bikira Maria, kwa sababu angekuwa ni yule ambaye sio bikira, angehangaika hii mimba ni ya nani, asingejua. Kuna watu ambao kabla ya kuonana wachumba tu washajuana, washakaribiana. Tuwe na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujaolewa subiri, kama hujaoa subiri. Mtu mmoja aseme amen. Subirini vijana. John, leteni hapa taarifa. Na ukiwa unasubira, manake una fursa ya Mungu kukutumia, kama ambavyo Mariamu alitumika na Mungu kupitishia baraka, uokovu kupitia tumbo lake. Ingawa yeye ni Mariamu tu, yeye ni wakupitishia tu, yeye hana uwezo wote kama Mungu mwokozi, kama yeye ni msaada wa kuombea, hapana. Yeye sio mpatanishi, yeye alipitisha tu baraka za Mungu ambaye ndiye mpatanishi wetu na Mungu, Yesu Kristo Masihi. Amen, amen. Naongea habari za huyu Yusufu na namna Yesu alivyozaliwa, kwamba aliweza kusubiri, lakini habari ya Mariamu kwamba alikuwa bikira na Mungu akamtumia. Walikuwa hawajakaribiana. Mstari wa 19 anasema, naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Alipata jaribu naye, sio kwamba ilikuwa rahisi, na alikuwa na hekima. Sio wale wanaandika kwenye Facebook, mimi kuanzia leo fulani nimeachana naye. Wewe kama una hasira zako, jaribu kuzuia hasira zako. Hata wanandoa wengine, hata unakuta jambo dogo tu aishawaambia ndugu kule, unajua baba fulani mimi na yeye hatuelewani. Mkielewana utakuja tena kutuambia. Uwe unakuwa mkimya. Akamchukua mkewe, asimjue kamwe, hata alipomzaa mwanawe akamwita jina lake Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yusufu alimchukua Mariamu akiwa na taarifa zote kwamba Mariamu mimba aliyo nayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akaenda naye kuhesabiwa kwenye mji wa familia yake, mji wa Daudi, kule Bethlehem. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee jambo moja hapa juu ya kwenda kwao wale malaika pale namna walivyoenda. Ya nisome kule, tuliona wale wachungaji waliotokewa na malaika waliwapa taarifa na baadaye wakaondoka. Na hiyo yote ni kuonyesha maajabu ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu, kwamba hakuzaliwa kama mtoto mwingine, alizaliwa kwa miujiza. Kwanza alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mama ndiye ambaye alipitisha kumzaa Yesu, lakini baba ni Mungu mwenyewe, maana Mungu ni roho. Wanaomwabudu Mungu wanamwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye alikuwa baba yake. Haleluya. Alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini tumeona pale kwenye Luka, wakati wa kuzaliwa, tunaona malaika wametokea wakisifu, wakiabudu pamoja na wale wachungaji. Amen, amen.
Lakini kwenye Mathayo sura ya 2 kuna watu wengine wanaitwa mamajusi. Mamajusi walionyeshwa, kianzia pale mstari wa 1, mamajusi walionyeshwa kupitia nyota kwamba amezaliwa mfalme, na wakaifuata ile nyota mpaka walipomwona Yesu. Lakini katika kwenda kwao walipita kwa Herode mfalme. Ngoja nisome hapa. Amen. Mstari wa 3 nianzie hapo kwa ajili ya kukomboa muda. Basi mfalme Herode, Mathayo 2:3 nimeanza. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akawakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi, na watu wakatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faraghani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkisha kumwona mniletee habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwepo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa kwa maajabu. Nimesema tumeona wale wachungaji walitokewa na malaika, lakini kuzaliwa kwa Yesu kwenye amezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini tunaona hapa hawa mamajusi walikuwa nani? Haijazungumza Biblia kama walikuwa ni wachawi. Ni watafiti, wanajaribu kutafiti kwa kuangalia Babeli kama wangetoka watu gani, kwa sababu hawa watu asili yao ilikuwa ni watu wa Babeli. Watu wa Babeli mara nyingi walijikita katika mambo ya nguvu za giza, mambo ya unajimu, kusoma vitabu, mambo ya nyota. Walikuwa ni watu ambao mpaka leo hii ukiwa unasikia mtu anasema ngoja nikutabilie nyota yako, hawa watu utajua wanatoka nchi gani. Hata hapa Tanzania utajua hawa watu wanatoka pwani, wanatoka bara, wanatoka wapi. Kwa hiyo hata wale wanahisi kwamba walikuwa ni wachawi kutokana na nature walikokuwa wanatoka. Lakini hapa Biblia haijaeleza kwamba hawa walikuwa ni mamajusi. Wao waliona nyota. Hii nyota iliashiria kwamba aliyezaliwa ni mfalme. Kwa hiyo wakawa wanafuatana na hiyo nyota, na wao pia walikuwa na utaalamu wa kusoma vitabu. Bila shaka walijua huyu ni Masihi wa Bwana ambaye amekuja kwa ajili ya jambo maalum kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo walikuwa wanafuatilia ile nyota, walifuatilia wakafika kwa mfalme ili waweze kujisalimisha kiutawala, kwamba wako wageni wameingia kwenye mji, na yule mtawala ambaye ni mfalme Herode akawaonyesha wanapaswa kwenda wapi. Akawaonyesha Bethlehem kwamba ni mji ule, kwa sababu Herode aliwauliza watafiti wa maandiko. Watafiti wa maandiko wakamwambia ni kweli imeandikwa Masihi atazaliwa
Bethlehem. Kwa hiyo akawaonyesha Bethlehem, na wale mamajusi wakaenda kule Bethlehem kufuata ile nyota, wakamkuta Yesu amezaliwa. Haya yote ni maajabu. Haleluya! Mungu aliweza kuwatumia wale mamajusi ambao ni watu wa mataifa, sio wa Israeli, ni watu kutoka Babeli. Kile kitu kinadhihirisha kwamba Mungu anatafuta roho za waliopotea ili aweze kuwajulisha habari njema za wokovu, aweze kuambia habari njema za uzima, waweze kumjua Yesu ambaye amekuja sio kwa Waisraeli tu, amekuja hata kwa mataifa mengine. Yeye ni mfalme wa ulimwengu, yeye ni mtawala wa ulimwengu wote. Ametokeza kwa hao watu walio wa taifa lingine tu. Ukumbuke kwenye taifa la Israeli dini zilikuwepo za Mafarisayo, zilikuwepo dini za Kisadukayo, zilikuwepo dini za Wazerote, zilikuwepo aina nyingi za dini katika nchi ya Israeli. Walikuwa wanaabudu Mungu aliye hai, lakini kwa namna tofauti. Mungu amejidhihirisha kumtambulisha aliyezaliwa kwa watu wa mataifa, watu wa kutoka mbali, watu wa kutoka Babeli. Lakini tuliposoma katika Luka, tunaona Mungu anawapa taarifa wale wachungaji. Leo hii tungetoa mfano ni kwamba alienda kwa watu kama Wamasai ambao wako kule ndani, ni wachungaji. Alienda kwao akawapa taarifa, malaika wakashangaa, wamewashukia. Malaika wanacheza, malaika wanaruka, malaika wanamsifu Mungu kwa ajili ya yule aliyezaliwa. Wale wachungaji wakashangaa, hawaelewi. Unajua, wakati huo kulikuweko watu mjini, kulikuweko watu wa dini makanisani kama hivi, lakini akaenda Yesu kuwatafuta watu wako mbali. Hata hii leo Yesu anawatafuta watu wako mbali ili awalete kwa Mungu, awapatanishe na Mungu, awakaribishe kwa pendo la Mungu, kwamba ninyi wanadamu mliopotea mnaweza kumwamini Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Mnaweza kuja kwa Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Alipokutana na wale wachungaji wakashangaa, wakasema, hii hatujapata kuona tena, hatujawahi kuona namna hii. Wale malaika wakawapa taarifa kwamba huyu aliyezaliwa ni Mungu pamoja na wanadamu, huyu ni Immanueli, huyu ni mwokozi wa ulimwengu, huyu atawaokoa watu wake katika dhambi zao. Wakafurahi, wakamfuata taarifa zile, wakaenda kumwona huyu Yesu Kristo. Yesu aliyezaliwa, alizaliwa kwenye hali duni, kwenye zizi la kulia ng'ombe. Maana yake Yesu alikuja kwa watu walio dhaifu, watu wasio na elimu, watu wa kawaida, watu wasio na dini, kwa sababu aliwafuata huko machungani, aliwafuata watu wa mataifa, kama alivyoendea wale mamajusi kule Babeli. Anawaambia juu ya Yesu aliye hai, Yesu aokoaye, anawaleta pamoja. Ndio maana ninasema, wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo, endelea kumshikilia sana, usije ukaendelea kushika dini. Yesu akaachana na wewe, akapindua meza, akawafuata watu wenye kiu, watu wasiosikia neno. Pengine wale wakisikia, wakiamini, watasimama vizuri. Kama leo hii watu wengine mpaka leo Israeli kuna watu hawamjui Mungu. Kuna watu hawamjui Mungu kupitia Yesu Kristo, hawamwamini Yesu. Lakini Mungu alishamtoa Yesu kwa ajili ya ulimwengu. Mataifa mbali, Afrika, Ulaya, watu wamemwamini Yesu Kristo, wanasema Yesu ni Bwana. Usije ukashika dini dini itakuja kukuacha. Mshike Yesu, mshike Yesu. Sizoee kuja ibadani, na wakati mwingine ile mazoea sana, ndio maana tunafanya laugh. God is God of standard. Mungu ni Mungu wa viwango, hajawahi kubadilika. Mbinguni anakaa kwa nidhamu, malaika wanafika kwa nidhamu, wanakaa kwa nidhamu, wanapiga saluti kwa nidhamu, wanasifu kwa nidhamu, wanakaa kwa nidhamu. Haleluya, haleluya. Mungu hazoeleki. Mungu anaweza kaachana na watu waliozoea, akapeleka ujumbe kupitia watu wengine, kama alivyoenda kwa mamajusi, kama alivyoenda kwa wachungaji kule machungani. Aliposema nao,
kwa namna ya tofauti. Ninaombea Mungu afungue moyo wako uweze kuwa moyo mweupe, upate taarifa za kuzaliwa Yesu ndani yako kwa upya katika jina la Yesu. Yapate mambo mapya kuzaliwa ndani yako, mambo mapya kwa jina la Yesu. Ile hali ya kuzoelea itoke, upate hofu mpya ndani yako, upate nguvu mpya ndani yako. Yesu ajipatie watu wenye nguvu, wenye nidhamu, walio tayari kumfuata Yesu mahali alipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watu walio tayari kuacha shughuli zao kama wale mamajusi wanasema tukamuone Yesu. Haleluya. Watu walio tayari kuacha machungo yao kama wale wachungaji wanasema hii taarifa ni ya namna gani, wakaenda kumuona Yesu. Jesus my God, kama tungepata mtu mmoja ambaye yuko tayari kuhudumiwa na Yesu, yuko tayari kupewa taarifa na Yesu, aje na taarifa mpya madhabahuni pa Bwana, aje na taarifa mpya katika nyimbo, aje na taarifa mpya kwa njia ya sifa, kama wale malaika walioshuka kwa njia ya sifa. Asifu pamoja na malaika, asifu moyo wake ulio na jambo jipya, ulio na mambo yanayozaliwa kutoka mbinguni. Mtu mmoja wa ajabu anayetambua thamani ya Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale mamajusi walipofika mahali Yesu amekuwepo, wakafurahi sana. Biblia inasema walifurahi furaha kubwa mno, wakatoa tunu, wakatoa zawadi zao, wakatoa uvumba, wakatoa manemane, wakatoa dhahabu, vitu vitatu. Na watafiti wengine wanasema wale mamajusi walikuwa watatu. Kwa nini wanasema walikuwa watatu? Kwa sababu walikuwa na zawadi tatu, yani walikuwa na tunu tatu, walikuwa na package tatu. Ya kwanza ilikuwa ni uvumba, ya pili ilikuwa manemane, ilikuwa dhahabu. Hivyo vitu walivishika ili wakampe mtoto Yesu. Siku ya Christmas ni siku ya kujitoa kwa Bwana, siku ya kumtolea Bwana sadaka, siku ya kutoa sadaka. Maana Mungu Yesu hatumuoni leo hii. Tunaweza kutoa sadaka kwa wahitaji, tunaweza kutoa sadaka, Mungu akubariki sana. Tunaweza kutoa sadaka kwa wajane, tunaweza kutoa sadaka kwa yatima, tunaweza kutoa sadaka kwa watu walio katika mazingira magumu. Wanatufundisha wale mamajusi ambao walitoka na sadaka yao, walikuwa wanaenda wamuone Yesu. Leo hii mtu wa Mungu, unapaswa kuja na sadaka nzuri kanisani. Unapaswa kumtolea Bwana sadaka, maana ni mahali ambapo Mungu anakutana na watu wake, ni mahali ambapo Yesu anakutana na watu wake. Lakini katika mazingira yako nyumbani, unapaswa kutoa sadaka yako kwa kuwabariki watu wengine, kwa mfano wa wale mamajusi ambao ni pagan. Walikuwa ni wapagani, watu wa kawaida, wanatoka huko Babeli, sio Waisraeli. Kwa nini Mungu hakupita kwa taarifu akina Kayafa? Kwa nini Mungu hakupita kwa taarifu watu wakina Finehas, watu waliokuwa kwenye ule mji wa Yerusalemu, kwenye hekalu la Yerusalemu, watu ambao walikuwa ni watawala pale? Kwa nini hakupita kwa taarifu akina Pilato? Walikuwepo. Alipita kwa watu wanyonge. Unapowagusa watu wanyonge, unamgusa Yesu. Sio kama mnanisikia, sio kama mnanielewa, mtu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Na Yesu usije ukasema wewe ni mnyonge kwake. Yesu anakutanaga na watu wanyonge. Yesu anaokoaga watu wanyonge. Kuna watu wengine utasikia, pengine mimi Mungu hawezi kuniokoa, mbona maisha yangu magumu? Wewe umepitwa na historia. Yesu anakutana na watu wanyonge. Na katika historia inasema, katika ufalme wa Mungu, mtu aliye tajiri itakuwa ni vigumu kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Ni kama vile tundu la sindano, ngamia kupita kwenye tundu la sindano. Ni hivyo tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Utagundua ni kiasi gani mtu anapokuwa na uwezo mkubwa inakuwa ni ngumu kurithi ufalme wa Mungu. Unajua kwa nini? Kwa nini? Umewahi kuelewa? Kiburi kinakaa pale.
anaona hamhitaji Mungu, anaona akili inatosha, anaona pesa ina majibu. Kuna watu walikuwa na pesa haikuwapa majibu, wewe hujui tu. Kuna watu wakiwa na wazima, sio kama mnaelewa mtu wa Mungu. Kuna mtu mmoja unasikia punga, maana unakiongea muda mrefu, shetani huwa naye analeta kiusingizi, nampiga mateke kwa jina la Yesu. Achie watu, achie fahamu zao. Ninasema nao neno la Mungu, ninasema nao neno la wokovu. Amka wewe uliyelala, sikia neno la ufahamu katika jina la Yesu Kristo. Ninataka kuongea na wewe kwa nini Yesu alitambulishwa na kwa watu ambao wako chini sana. Kwa nini Mungu alipeleka ujumbe kwa watu wako chini, na wewe unajikataa kwenye hiyo hali yako iliyo chini? Ninasema Mungu anaongea na watu walio wanyenyekevu, watu waliokosa msaada, watu waliotupu. Wewe ukitaka kumwendea Mungu, kama una uzuri wako tupa kule, kama una kitu chochote, una ukoo mkubwa tupa kule. Mwangalie Yesu kana kwamba huna ukoo, mwangalie Yesu kana kwamba huna fedha, mwangalie Yesu kana kwamba huna afya unaojivunia. Mwangalie Yesu, yeye anasababisha hivyo vyote. Ukienda kwa unyenyekevu, atakuinua zaidi, atakupandisha zaidi, maana atapata moyo wako. Vitu vilivyokaa kwenye moyo ndivyo vinavyomzuia Yesu asiseme na watu. Kiburi kilichokaa kwenye moyo ndivyo vinamzuia Yesu asiseme na watu. Pesa iliyokaa kwenye moyo ndio inayomzuia Yesu asiseme na watu. Dini iliyokaa ndani ya moyo inamzuia Yesu asiseme na watu. Lakini mtu anayekuwa empty, anayesema sema na mimi Yesu, nijaze tena, niguse tena, niongeze tena, niko tupo nalia na njaa ya kiu ndani yake, huyu Yesu atakutana naye, atakuja kwa sababu ana kiu, yuko tupo anamhitaji Yesu. Ndio maana alienda kwa wale mamajusi, akaenda kwa wale wachungaji. Yesu akazaliwa kwenye holi la kulia ng'ombe. Hayo maeneo yote ni duni, kwa sababu haya maeneo duni yanaonyesha Yesu alikuja kwa watu wa aina zote. Si kama mnanielewa mtu mmoja? Haleluya. Si kama kuna kitu ambacho kimezaliwa kwenye maisha yako ndicho kimekaa ndani ya maisha yako, hebu kipige pembeni kwanza. Huyu aliyezaliwa Yesu, huyu yeye ni Mwokozi, huyu yeye ni Mungu aliye pamoja na wanadamu. Huyu Yesu ni mkombozi. Unajua kuokoa na kukomboa ni kama maneno yanaendeana, lakini haya ni mambo mawili tofauti. Hapa ninakwambia juu ya somo langu, kuzaliwa kwa Yesu na makusudi yake. Nimesema Yesu alizaliwa, nimekupa mazingira yake. Alizaliwa katika hali ya kawaida, lakini kwa njia ya ajabu, ambayo tumeona mazingira yake ni ya ajabu, sio ya kawaida. Kuna watu wanamlinganisha Yesu si na mitume gani. No, you have to understand my friend. Unapaswa kujua Yesu sio wa kulinganishwa na hao. Yesu alizaliwa kwa njia ya ajabu, tena alikufa kwa njia ya ajabu, tena akafufuka kwa njia ya ajabu. Alatoya kasi ya mandera basaya rapa ya kesi nderebosa. Kama mtu anayejua Yesu angeweza kushika Yesu vizuri, angeweza kujivunia imani yake vizuri, angeweza kutambua kwamba yeye sio mtu wa kawaida. Usiwe Mkristo uliyekuwa na mafundisho yasiyoelewa una nini ndani yako, umeamini nini. Huyu mtu sio wa kawaida. Hata wengine wote duniani wanakiri sio mtu wa kawaida, na wengine wanaamini atarudi tena duniani kuhukumu watu wenye makosa. Kwa hiyo utaona kwamba ni mtu wa ajabu namna alivyozaliwa, na habari ya watu waliowafikia na watu waliowapa taarifa ni watu wa chini sana, ni watu wakawe. Alitaka ajidhihirishe, maana wale walio wakubwa ndio walikuwa wawindaji. Unajua walianza kumuinda wale walio na vyeo vyao, wale walio na CV zao. Ndio maana ukiwa na CV, angalia sana kupingana na mambo ya Mungu. Mara nyingi ni rahisi kuyapinga yaliyo ya Bwana na kuyakubali mambo ya dini na ya akili na ya ufahamu. Ruhusu Roho Mtakatifu akutawale. Sasa ninakuja kwa makusudi machache tu niweze kukuelekeza, na mengine nimeshatangulia kukuambia kwamba kusudi la Yesu kuzaliwa katika maisha yako
Tumeona pale kwenye Mathayo 1:21 kwamba alikuja kuokoa, lakini tumeona katika Mathayo 1:23 tunaona kwamba Mungu ni Immanuel, Yesu ni Immanueli, kwamba Yesu amekuja kukaa pamoja na sisi katika maisha yetu. Wakati wa kwanza ule Mungu alikaa mbali pamoja na watu wake. Israeli walitegemea Mungu kutoka mbali aje na atoke, lije wingu lake na litoke, uje uwepo wake utoke. Lakini wakati wa Agano Jipya Mungu ameboresha. Wakati huu Mungu tunatembea naye. Ukimkaribisha Yesu moyoni wako, anakaa kwako, anaishi na wewe, anakula na wewe kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu ameweka yani kama mfumo ulio bora, mfumo ambao ni wa mwanadamu kutembea na Mungu kila siku. Mungu pamoja na wanadamu. Immanuel. Immanuel. Mungu pamoja na wanadamu. Uko chooni uko na Mungu, uko mahakamani uko na Mungu, uko polisi uko na Mungu, uko hospitali uko pamoja na Mungu. Haleluya. Uko kwenye shida uko pamoja na Mungu, ukitoka uko pamoja na Mungu. Mungu yuko na wewe mahali pote. Hata kama unafanya ukaidi, lakini yeye anakuangalia. Anasema msimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Maana yake yeye anapotuona tunafanya tofauti, yuko pamoja na sisi, anahuzunika sana. Lakini kusudi lingine nje ya hilo ni kwamba ni mkombozi wa maisha yetu. Haleluya. Luka 2:11. Bwana Yesu asifiwe. Najua jina lenyewe Yesu maana yake kwa Kiebrania maana yake Yeshua. Ndio maana wengine wanaimba Yeshua. Yeshua maana yake ni Yesu, lakini wengine wanatumia Yoshua. Maana ya neno Yesu ni Yeshua, maana ya Yeshua ni Yoshua, ikiwa na maana kwamba Bwana huokoa. Lakini nimesema Mungu pamoja nasi, Immanuel. Kwa hiyo kiambiwa taja majina ya Yesu, ya kwanza yeye mwenyewe Yesu, Yeshua au Yoshua, Bwana anaokoa, Immanuel. Lakini ni mwokozi wa maisha yetu.